Natamani wakati huu nikashare na wewe kitu hiki ambacho nilicho nacho. Naomba nishare na wewe maneno mazuri ya Mungu katika kitabu cha Mwanzo sura ya 3 mstari wa 16. Andiko nasema, akamwambia mwanamke, hakika nitakuzidishia uchungu wako, na kuzaa kwako kwa utungu utazaa watoto, na tamaa yako itakuwa kwa mmeo, naye atakutawala. Akamwambia Adamu, kwa kuwa umeisikiliza sauti ya mke wako, ukala matunda ya mti ambao nalikuagiza nikisema usiale, ardhi imelaniwa kwa ajili yako, kwa uchungu utakula mazao yake na siku zote za maisha yako. Mtumishi wa Mungu, nataka tuangalie kwa ufupi kwa habari ya madhara ya dhambi ndani ya maisha ya mtu. Kama nilivyosoma katika kitabu cha Mwanzo, tumeona kwamba baada ya Adamu na Eva kutenda dhambi, kuna kitu kipya kikatokea duniani ambacho awali hakikuwepo. Tunaona mwanamke anaambiwa atazidishiwa uchungu, atazidishiwa. Manake Mungu anaongeza kitu ambacho hakikuwepo katika maisha ya mwanadamu. Manake uchungu unazidishwa. Manake nini? Kumbe kawaida ya dhambi au dhambi na kawaida ya kuumba mambo mapya katika maisha ya mwanadamu. Dhambi ina kawaida ya kuleta vitu vipya ambavyo havijakuwepo awali. Tunaona hata mwanadamu, nani Adamu? Adamu alizaliwa na Mungu akamuumba akamweka kwenye bustani ya Edeni. Lakini baadaye Mungu anabadilisha statement. Anamwambia, anamlani katika ardhi kwamba ardhi imelaniwa. Lakini kabla ya hapo hatukuona Mungu anasema kwamba ardhi ililaniwa. Lakini ardhi inalaniwa baada ya Adamu kutenda dhambi. Nataka niseme na kitu kimoja. Iogope sana dhambi. Maana dhambi ina kawaida ya kubadilisha vitu. Dhambi ina kawaida ya kuleta vitu vipya. Na vitu vipya ambavyo dhambi inaleta ni vitu vibaya. Leo unaweza kuwa na afya yako nzuri, lakini baada ya kutenda dhambi, hiyo afya yako inaweza kubadilika ikawa mbaya. Leo una mali zako, lakini baada ya kutenda dhambi, zinaweza zikabadilika vikawa vitu vingine tofauti kabisa. Hebu tujifunze kwa habari ya Samsoni. Samsoni alikuwa mnadhiri wa Mungu, alikuwa na nguvu za Mungu, aliweza kupigana na maadui, lakini baada ya kutenda dhambi, kitu kipya kikaumbika ndani yake. Manake nguvu ikatoka. Hata Wafilisti walipokuja, alipojaribu kufanya kama siku zote, alishindwa kwa sababu kuna kitu kipya ndani kiliingia. Sasa nataka niseme nini? Jaribu sana na muombe sana Mungu akupe kuikimbia dhambi. Maana utakapotenda dhambi, kuna jambo jipya na baya litakuja maishani mwako. Inawezekana ikawa msiba, inawezekana ikawa magonjwa, inawezekana ikawa kitu chochote kibaya. Tamani sana Mungu akusaidie ukimbie ubaya, uikimbie dhambi na madhara yake. Mungu akubariki sana. Natamani